Mambo vipi, karibu KSX TV, na hii ni sehemu ya pili ya mkasa wetu wa kweli na wa kusisimua juu ya wanandoa wawili waliokula kiapo cha damu pamoja na mauaji siku ya sherehe yao ya harusi. Tuliishia Kelly kaweza kumshawishi mume wake Jason waungane pamoja kumuua Chris, na Jason aliridhia, alikubali kabisa kwamba atashirikiana na mke wake Kelly kumuua Chris. Sasa tarehe 14 Oktoba mwaka 2014, Chris alikuwa akipanga mizigo yake na nguo zake mbalimbali ili kujiandaa kuhama Indiana kwenda katika ule mji aliyokuwa anaenda kufanya kazi, yani ule mji mpya. Akiwa anapanga mizigo yake, kwa kifupi ni kwamba ule mji ambao akina Kelly na akina Jason walikuwa naishi ulikuwa unaitwa Indiana. Sasa wakati Chris anapanga mizigo yake, alipokea simu kutoka kwa Kelly. Kelly akimwalika Chris nyumbani kwake aende wakaagane vya mwisho kabla hajahama Indiana. Sasa Chris aliangalia na akaona kwamba alikuwa ameachana na Kelly bila kelele, yani vizuri tu. Akaona hamna shida, ataenda nyumbani kwa Kelly. Kwa hiyo alimwambia Kelly, poa, nitakuja tuagane vya mwisho, lakini nitegemee hapo mida ya usiku, yani nitakuja kigiza kikiwa kimeingia. Kelly akamwambia hamna shida, mimi nitakusubiria. Usiku ulifika, Chris akawasha gari akaenda nyumbani kwa Kelly. Alipofika tu, Kelly alianza kumtongoza Chris, akaanza kumpapasa. Anamwambia Chris, unajua mimi bado nilikuwa na upendo mwingi moyoni mwangu juu yako, lakini kwa sababu umeamua tuachane uanze maisha yako mapya, sina budi kukubali. Lakini kabla hujaondoka, nilikuwa natamani tuwe na moment yetu, yani tuwe na wakati wetu wa faraga kabla haujaondoka. Na Chris akaingia katika mtego wa Kelly, wakaanza kupapasana. Akati tu anataka kuanza kufanya mambo ya faraga, alitokea Jason kwa nyuma akampiga risasi ya kichwa Chris. Chris alianguka na kufariki papo hapo. Halafu Jason alichukua msumeno wa umeme akaanza kukatakata mwili wa Chris katika vipande mbalimbali. Alipomaliza kukatakata, Kelly alisafisha eneo la tukio, akaenda akachukua lile gari la Chris ambalo Chris alikuwa ameenda nalo pale nyumbani kwao. Akaliendesha akaenda akalitelekeza maili 30 kutoka pale nyumbani kwao. Akarudi nyumbani. Kesho yake, baada ya kifo cha Chris, Jason na Kelly walipita kwa majirani zao kuwaalika katika sherehe ya uchomaji nyama, yani barbecue. Lakini majirani walishangaa kwa sababu Jason na Kelly ni watu ambao kwaga wanajitenga sana. Halafu hawakuwa na kipato kikubwa cha kualika mtaa mzima kwenda kula nyumbani kwao, wao kwenda kuchoma nyama nyumbani kwao. Lakini kwa sababu majirani walikuwa wamealikwa, waliupokea mwaliko vizuri, na ilipofika siku ya kuchoma nyama, walijiandaa na kwenda nyumbani kwa Jason na Kelly. Walipofika pale, kwanza walishangaa, wamefika tu walikuta nyama tayari ipo tayari. Yani kwa kifupi ni kwamba katika hizi barbecue party watu wameshazoea, katika sherehe za uchomaji nyama watu wameshazoea waga wanaona nyama ikichomwa. Lakini walipofika kwa Jason na Kelly walikuta nyama imeshakamilika tayari. Na majirani waliokula ile nyama wanasema ilikuwa ni nyama yenye rangi ya ajabu, yenye harufu ya ajabu, yenye ladha ya ajabu sana. Watu wanasema walikuwa hawajawahi kula nyama ya namna ile maishani mwao. Na walipojaribu kumuuliza Jason na Kelly ile ni nyama nini, Jason na Kelly walijitetea kwamba ni nyama sio ya mnyama gani. Halafu wakasema ni nyama imekuwa na ladha tofauti na rangi tofauti kwa sababu ya viungo ambavyo walichanganya kwenye ile nyama, kwa sababu hawajawahi kuandaa nyama barbecue, yani hawajawahi kuchoma nyama yani kwa kiasi kile. Kwa hiyo vile viungo walivyoweka kwenye ile nyama ndio vimefanya iwe na ladha tofauti na rangi tofauti na harufu tofauti. Lakini inasadikika kwamba ile nyama ambayo majirani walikula pale nyumbani kwa kina Kelly na Jason ulikuwa ni mwili wa Chris ule uliokatokata. Sasa siku zilienda, tarehe 27 Oktoba mwaka 2014, aliyekuwa mpenzi wa zamani wa Chris alienda kituo cha polisi kwenda kuripoti kwamba Chris amepotea. Wamekuwa wakimtafuta kwa wiki 2 mfululizo bila mafanikio. Wamepiga simu mpaka kwenye ule mji aliyokuwa anatakiwa kwenda kufanya kazi, lakini hata kule hajapatikana. Kwa hiyo wapelelezi waliingia mzigoni na kuanza kufuatilia Chris yupo wapi. Lakini wakati wanatafuta wakamkumbuka Kelly, kwa sababu mahusiano ya Chris na Kelly ni mahusiano yaliyokuwa yanajulikana katika jamii. Yani kwa kifupi ni kwamba Indiana sio mji mkubwa, ni ule mji ambao everybody knows everybody's business, yani kila mtu anajua habari za mtu mwingine. Kwa hiyo wakaenda kwa Kelly, na walipofika walimkuta na mume wake Jason. Wakawa na wahoji mara ya mwisho lini wameonana na Chris. Kelly akajitetea akasema, mimi na muda mrefu sana sijaonana na Chris, kwa sababu Chris alivyopata tu ile ofa ya kazi ya kwenda kufanya kazi katika mji mwingine aliamua kuachana na mimi. Akaonyesha message nini, na wale wapelelezi walivyoangalia waliona kabisa ina make sense kwamba haiwezekani Kelly na Chris walikuwa wameonana, kwa sababu Chris mwenyewe ndo alisema kwamba waachane namna hiyo. Kwa hiyo wakaendelea na upelelezi wao, lakini katika upelelezi wao wakaja kupata rekodi au taarifa za simu ya Chris. Wakaja kuona kwamba siku ambayo Chris alipotea, hiyo tarehe 14, alikuwa kawasiliana sana na Kelly. Sasa wapelelezi wakapata mwanga mpya, wakakumbuka Kelly aliwaambia kwamba ana muda mrefu hajawasiliana na Chris na hajaonana naye. Ikabidi warudi kwa Kelly. Waliporudi kwa Kelly wakamwambia, mbona tumekuta taarifa za simu kwenye simu ya Chris zinaonyesha kwamba siku aliyopotea aliwasiliana sana na wewe.
Kelly akajitetea akasema Chris alikuwa anampigia kumwaga, kumwambia warudiane, mara waende pamoja, mara wasafiri wote waondoke kwenye ule mji wa Indiana waende kwenye mji mpya pamoja. Namna hiyo wapelelezi waliwaacha wakaondoka, lakini kumbe wapelelezi wameshamgeuza Kelly kuwa mshukiwa mkuu wa kesi ya upoteaji wa Chris. Yaani kwa kifupi Kelly alikuwa amegeuka kuwa prime suspect juu ya upoteaji wa Chris. Sasa Kelly alivyoona kwamba wapelelezi wanazidi kupeleleza ile kesi yao kwa kasi kubwa mno, wanampigia simu, wanamuuliza maswali ambayo anaona kabisa hapa anaelekea kukamatwa, akaamua kumwambia mume wake Jason kwamba wahame Indiana, wahamie kwenye mji mwingine ambao unaitwa Michigan, ili wapelelezi waache kufuatilia kesi ya nani, ya Chris, yani wawatoe Kelly na Jason kwenye ule upelelezi, kwa sababu Kelly alikuwa ameshaona huku tunakoelekea tukiendelea kukaa kwenye huu mji tutakamatwa. Yani wapelelezi walikuwa wanaenda pale nyumbani kwao, mara wanafika, tunaomba tuangalie hiki, tunaomba tuone hiki. Kwa hiyo wakaona kwamba wanaweza wakakamatwa. Kwa hiyo Jason na Kelly waliamua kuuza nyumba yao kule Indiana, yani kwenye mji wa Indiana, wakahamia kwenye mji wa Michigan. Na Indiana na Michigan ni miji ambayo ipo mbalimbali. Na Kelly alipoulizwa kwa nini anahama, alisema kwamba amepata kazi mpya kule Michigan. Kwa hiyo wapelelezi hawakuweza kumzuia kwa sababu hawakuwa na ushahidi wa kutosha wa kumshikilia kwamba yeye ndo anahusika na upoteaji wa Chris. Sasa walipoenda kule Michigan walianza maisha mapya, kila kitu kilionekana kipo vizuri na Jason alikuwa akiendelea kuimarika kiafya namna hiyo. Lakini kumbe wapelelezi huku Indiana walikuwa hawajaiachia kesi ya Chris. Japo Kelly na Jason walipohama huku Indiana, upelelezi slow down, yani ulienda kwa kasi ya kidogo, yani ulipunguzwa kasi, lakini wapelelezi hawakuacha kufuatilia kesi ya upoteaji wa Chris. Sasa kabla mwaka hujaisha tangu wakina Kelly wahamia Michigan, wapelelezi wa kesi ya Chris huku Indiana waliamua kuja na strategy nyingine, yani na mkakati mwingine wa kumfanya Kelly afunguke nini kilitokea usiku ambao Chris alipotea. Wakaamua kwamba watatunga uongo, halafu wamwambie Kelly ule uongo ili kumfanya afunguke, na uongo wenyewe ulikuwa huu. Walimpigia simu Kelly, wakamwambia kwamba wameongea na mume wake Jason, na Jason ameahidi kukiri kila kilichotokea usiku ambao Chris alipotea. Kwa hiyo wakamwambia Kelly, mume wako anaelekea kufunguka, yani ameahidi kabisa atakiri nini kilitokea. Kama na wewe ni muungwana, hebu tuambie sasa hivi nini kilitokea usiku ambao Chris alipotea kabla mmeo hajafunguka. Na ukumbuke kwamba mmeo akifunguka kabla yako, yeye atapata kifungo kidogo, wewe unaweza ukapata kifungo cha maisha. Sasa walipokata simu, Kelly tayari alikuwa ameshajaa jazba moyoni mwake. Akawaza kwa nini Jason amepanga kumsaliti. Akawaza kwa nini Jason anataka kuitoa siri ambayo waliitunza kwa muda mrefu. Akasema hapana, lazima nimtoe Jason kabla hajakiri. Maana wale wapelelezi walikuwa wamemwambia kwamba Jason ameahidi kukiri, lakini bado hajakiri. Kwa hiyo Kelly akaamua kwamba lazima amuue Jason kabla Jason hajafunguka kwa wale mapolisi au wale wapelelezi. Jioni Kelly alirudi nyumbani na akamkuta Jason vizuri, wakasalimiana vizuri. Akamwambia babe, unajua nakupenda. Anamtongoza Jason nini? Akamwambia leo nataka nikuandalie chakula chako kizuri sana. Jason akamwambia sawa mke wangu hivyo. Sasa Kelly alipoandaa chakula cha Jason, alimimina madawa ya kulevya aina ya heroin mengi sana kwenye kile chakula. Kana kwamba Jason alipokula tu alijikuta amelewa sana, yani amelewa nyanga, yani hawezi hata kujitetea. Na Kelly alitumia nafasi ile kumnyonga Jason mpaka kufa. Yani kwa kifupi ni kwamba alimkaba, alimsuffocate mpaka Jason akafariki. Kelly alilala ule usiku. Asubuhi alipoamka akapiga simu katika kituo cha polisi cha kule Michigan kwamba alimlala na mume wake akiwa vizuri, lakini wameamka kamkuta marehemu. Polisi wa Michigan walituma watu wao pale, wakaenda wakachukua mwili wa Jason. Wapelelezi lakini hawakuamini kwamba kuna mtu tu alilala akiwa mzima wa afya halafu ghafla ameamka ni marehemu. Ikabidi waanze kuchunguza kifo cha Jason, nini kilimuua Jason. Walikuwa hawamuamini kabisa Kelly, yani walikuwa nahisi kabisa kuna kitu kilitokea usiku. Kwa hiyo ikabidi waanze kumpeleleza Kelly. Wakamuita Kelly kwa ajili ya mahojiano. Wakamwambia wewe unahisi nini kilifanya mmeo akafariki? Akawaambia kwamba Jason ni mlaibu, yani ni addict wa madawa ya kulevya. Itakuwa alijioverdose, yani alitumia madawa ya kulevya mengi zaidi ya ambavyo anatakiwa kutumia. Kwa hiyo yalipelekea moyo wake kustop, yani kushindwa kufanya kazi na kupelekea kifo chake. Lakini wale wapelelezi walipomfuatilia Jason waligundua kwamba Jason hakuwa mlaibu wa madawa ya kulevya. Yani walipopeleza kwa marafiki zake, ndugu zake Jason wapi katika taarifa zake za hospitali, kwa sababu bado Jason alikuwa anaenda kuchukua dawa hospitali kwa ajili ya mgongo wake, japo alikuwa ameshapata afadhali kabisa, anaelekea kuwa vizuri kabisa.
yani kupona kabisa. Lakini walipoangalia hata taarifa zake za hospitali hawakuona kwamba Jason alikuwa ni mraibu au addict wa madawa ya kulevya. Kwa hiyo moja kwa moja Kelly akageuzwa kuwa suspect au mshukiwa mkuu katika kifo cha mume wake Jason. Sasa ikabidi wale wapelelezi kule Michigan waandike jina la Kelly katika database au katika rekodi za watu wahalifu wa pale nchini Marekani. Walipoandika tu jina la Kelly kwenye database au kuresearch au kulitafuta jina la Kelly katika database au katika taarifa za watu au rekodi za watu wahalifu wa pale Marekani, walikuta Kelly ni mshukiwa mkuu au prime suspect katika kesi kule Indiana ya mtu mmoja au mwanaume mmoja ambaye alipotea na hajawahi kuonekana, na huyo mwanaume si mwingine bali ni Chris. Kwa hiyo ikabidi hawa wapelelezi wa huku Michigan wapige simu kule Indiana kuuliza taarifa za Kelly. Walipokuwa wakiongea na wale wapelelezi wa kule Indiana ambao walikuwa wameshikilia kesi au faili la Chris, wakaja kugundua kitu kwamba kumbe Kelly alikuwa ametoka kupigiwa simu na kuambiwa kwamba mume wake Jason alikuwa anaelekea kusema ukweli juu ya nini kilitokea usiku ambao Chris alipotea. Kwa hiyo ile taarifa itakuwa ndio ilipelekea, wakahisi kabisa kwamba ile taarifa ndio itakuwa ilipelekea Kelly kumuua Jason. Ikabidi wamwambie Kelly kwamba mume wako Jason tunafuatilia kesi yake na hatuiachi. Kwa hiyo tulikuwa tunakuhitaji kituo cha polisi, yani kule Michigan. Kelly akamwambia poa, yani Kelly anakatabia kakukopalete, yani ukimuita kwenye upelelezi anakuja, ili mradi tu usimshukie kwamba yeye kahusika na uhalifu huo. Kwa hiyo Kelly alijiandaa na kwenda pale kituo cha polisi. Alipofika tu wale wapelelezi kwenye huu mji wa Michigan, yani waliokuwa wanafuatilia kifo cha Jason, ikabidi watunge uongo. Wakamwambiaje? Kelly, mume wako amefariki, lakini kabla hajafariki aliacha ametuandikia kimemo juu ya nini kilitokea usiku ambao Chris Legan alipotea. Sasa Kelly alipoona wapelelezi wa huku Michigan wametaja jina la Chris, akaamini kabisa kwamba mume wake Jason alikuwa amefunguka. Akahisi kabisa yani kwamba hakumwahi Jason mapema sana, ndio maana Jason alipata hata nafasi ya kuandika kimemo na kukiacha pale polisi. Asijue haya yote ilikuwa ni uongo. Hata ile simu aliyopigiwa na wale wapelelezi wa Indiana kwamba Jason anaelekea kufunguka ilikuwa ya uongo, na yeye hakutaka kumuuliza Jason, aliamua tu kumuua ili Jason asifunguke bila kujua kwamba ilikuwa ni uongo. Jason alikuwa hata haelekei kufunguka. Sasa na hawa huku ikabidi wamchezee tena mchezo wa akili, wakamwambia Jason aliacha ameandika kimemo, yani amefunguka kwenye kimemo, na akawapatia polisi. Kwa hiyo Kelly kusikia vile aliamini kabisa kwamba Jason alikuwa amefunguka, yani kusikia jina la Chris likitajwa kwa hao wapelelezi wa huku Michigan. Kwa hiyo Kelly akaanza kufunguka, akasema jamani, sio mimi niliyemuua Chris, aliyemuua Chris ni Jason, na Jason ndo huyo marehemu. Wakamwambia kwa hiyo Chris alishafariki. Kelly akasema si nimesema kwamba Jason aliacha amewafungukia. Wakamwambia kusema ukweli ni uongo. Hata ile simu ambayo ilipokea kutoka kule Indiana ikikwambia kwamba Jason anaelekea kufunguka ilikuwa ni ya uongo, ulikuwa ni mtego ili kukufanya wewe ufunguke, lakini wewe kwa sababu una nia ovu na umejaa ovu moyoni mwako uliamua kumuua Jason bila hata kumuuliza. Kwa hiyo Kelly kusikia vile alijisikia vibaya sana, vibaya mno. Ikabidi tu afunguke nini kilitokea nini, lakini akakana kabisa kwamba yeye hakumuua Chris, aliyemuua Chris ni Jason. Sasa tarehe 14 Februari mwaka 2017 Kelly alihukumiwa kifungo cha maisha kwa ajili ya mauaji ya Chris Legan. Japo alikuwa bado akikataa mpaka usikilizaji wa mwisho wa kesi yake alikataa kwamba yeye hakumuua Chris, lakini mahakama ilimkuta na hatia ya kumuua Chris na akafungwa kifungo cha maisha. Na juu ya mauaji ya Jason, Kelly aliomba kukiri, yani aliomba mahakama kwamba akili nini kilitokea juu ya kifo cha Jason au nini kilitokea usiku ambao mume wake Jason alifariki. Lakini akaomba kwamba kama atakiri sasa basi waingie kwenye makubaliano na mahakama kwamba vifo vingine ambavyo itagundulika kwamba yeye ndo mhusika hatohukumiwa au hatopewa adhabu kwa vifo hivyo, kwa sababu ikigundulika Kelly ni serial killer au ni muuaji wa mfululizo au kaua watu wengi, adhabu inatoka katika kifungo cha maisha inaenda kwenye kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo Kelly aliomba kwamba kama atakiri kifo cha Jason basi asihukumiwa kwa vifo vingine ambavyo vitagundulika kwamba yeye ndio mhusika. Kwa hiyo Kelly alipewa miaka 65 kwa kifo cha Jason. Kwa hiyo alikuwa na kifungo cha miaka 65 pamoja na kifungo cha maisha. Na wale wapelelezi wa kule Michigan walivalia njuga swala la Kelly. Walipoendelea kufuatilia, walikuja kugundua kwamba Kelly kahusika
kwenye vifo vya watu wengine 21 na alikiri kuhusika na akasema kabisa miili aliizika katika miji 4 tofauti, lakini kwa sababu alikuwa ameshachukua plea deal, alikuwa ameshaingia katika makubaliano na mahakama, kwa hiyo hakuhukumiwa juu ya hivi vifo vingine vya hawa watu wengine. Jamani, usisahau kucomment, kulike na kusubscribe. Asante sana, asante sana. Mungu akubariki.